Aisee, Edwin vipi bana? Safi kabisa. Safi kabisa. Salamu kwenye hii podcast yetu ni mambo vipi? Au sio bana? Kwa mambo vipi? Poa kabisa. Poa, karibu tupige story. Naomba hii sio interview kama watu wengi wanaita interview, lakini mimi kwangu hizi si interview, naita story. Kwa sababu ni kama vile nilivyoelezea kwenye setup ya podcast yangu kwamba ni kuita watu ambao hiyo like minded au sio like minded, kama una tofauti au sawa katika issue fulani, lakini kupiga tu story kama ambavyo tunapigaga kijiweni, umeona, au kama tulivyokuwa tunapiga Tosa Maganga, ambao ndio kitu inafuatia nitaka kuizungumzia. Umeona? Sasa unaweza kujitambulisha chap wewe ni nani, alafu mimi nitazungumzia jinsi tunavyojuana na jinsi ambavyo nimekupata, kwa sababu watu wanaweza kauliza umemtoa wapi mtu wa kuminterview au mtu wa kufanya naye maongezi. Sawa kabisa. Mimi kwa jina naitwa Edwin Jafari Nsiani. Mimi professionally ni mhasibu. Kama a certified public accountant. Yeah. Lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu kwa maana ya dini ya Ukristo. Sio walimu wa kusomea, lakini ni walimu ambao naupata kwa sababu tu ya kipawa na bidii ya kutamani kumjua Mungu na kutamani watu wengine wamjue Mungu. Kwa hiyo ni mwalimu kwa eneo hilo. Okay. Sasa poa. Hiyo asante. Kwanza nitauliza hiyo kwenye mwalimu, hiyo nitauliza, ni swali litafuatia. Lakini mimi nataka niwaambie watu kwamba bana, mimi na Edwin tunatoka mbali kitambo sana, history ndefu. Tumesoma wote. Kwanza tulikuwa tunakutana mitihani darasa 7 ile, unaona, kwa sababu shule zetu ziko karibu Mbeya, lakini tulikuwa hatujuani. Wenyewe wanasema tukafaulu kwenda shule moja, umeona? Ya sekondari pale tumesoma wote hadi kidato cha 4. Tulikuwa tuko miongo tofauti, lakini kwa sababu tulikuwa tuna passion fulani ambazo zinafanana, kwa hiyo tuliweza kuconnect. Ingawa katika hii miongo tofauti, kwa mfano watu ambao walikuwa wako, kuna wengine walikuwa wanakuja mchana, wengine wanakuja jioni, wengine mchana. Kule kupishana ilikuwa unaweza, kuna watu wengine hata unakuta tulikuwa tuja connect nao kutokana na kwamba utofauti wa nani ile, lakini kwa sababu tulikuwa tuna interest ambazo ziko sawa, tuliconnect. Umeona bana, na hata katika masomo ambayo tulikuwa tunayapenda, tulikuwa na interest ambazo ziko sawa. Basi bwana, tukatoka hapo, sasa inafuata high school. Sasa high school bana, Edwin akawa amechaguliwa kwenye hiyo shule ambayo mimi ndo nilikuwa napenda sana kuchaguliwa, lakini mimi bahati mbaya ikawa akanichagulia shule nyingine. Umeona? Nasema bahati mbaya kwa sababu mambo yalitokea hapo na nini, lakini bahati nzuri tena, ndio maana nasema kuna OG wanawake kwenye ile point ya kwanza nilizungumzia. OG ambaye ni mama yangu akakomalia, nikaenda shule, ndo tukakutana na ubwana. Sasa hiyo shule tulikutana ni Tosa Maganga, Iringa tumekutana na ubwana, tunasoma darasa moja, tuna EGM, au sio bana, watu wa economics nini na nini. Umeona? Na sasa ikatoka hapo tukaendelea ukaribu wetu kaendelea, kwa sababu Edwin akatoka akaenda Institute of Finance, nani akaenda ile nini inaitwa Tanzania Institute of Accountants, Yes, alafu mimi nikaenda Institute of Finance Management IFM. Hivyo unaona, mimi nasoma kitu kingine, na of course Edwin akaenda kusoma mambo yake ya uhasibu. Baadaye of course ndo story katoka hapo, mimi nikatoka, kila mtu akaenda kwake, mimi nikaenda SUA na nini, unaona. Lakini sasa hivi tena tumekuja kukutana in such a way, kwa sababu mimi nafanya kama mhasibu, Edwin anafanya kama mhasibu. Mimi japokuwa nimesoma kama mchumi, lakini kazini mhasibu. So leo nikaona kwamba kwa nini siongee na bwana huyu, kwa sababu tuna historia ambayo iko ndefu, na haya maongezi actually ni sisi tu kuamua kushare na nyinyi, kwa sababu sisi tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Inawezekana ilikuwa katika setup tofauti, unaona, lakini tunataka tulete ile ule genuine ule, kama ambavyo tulikuwa tunafanya maongezi mwanzoni, uwepo pia hapa, au sio bana Edwin? Ni sawa, lakini umeruka nani, kuna kitu kimoja cha muhimu sana umeruka kwenye kuconnect hapo. Kuna kitu ambacho kilikuwa kinatuunganisha, sema kwamba sasa kitu kilichokuwa kinatuunganisha, acha nimalizie kitu kilichokuwa kinatuunganisha bana ni rap. Umeona bana, watu wote tulikuwa tuna rap, umeona. tumerap sana Mbeya, tumerap sana Tosa Maganga, na yani rap imekuwepo, ni sehemu yani ni sehemu ambayo mimi hadi leo Edwin, sio kama na wewe unaweza ukasema ni hivyo. Mimi rap na
kule kurap tulikuwa tunafanya, mimi kumenijenga, yani kumenifanya mtu ambaye niko sasa hivi, unaona, kwa aina nyingi sana. Kwa aina nyingi sana. Ile tu uwezo wa unajua tulikuwa tunaandika, unaandika story. Unaandika story na stories unajua zilikuwa ni imagination, inabidi uimagine uje na concept, unanili ni vitu ambavyo vinakupa uwezo fulani mwingine kwenye maisha. Ndio kama hivi nadhani critical thinking. Exactly. Kwa hata hizi path tulizozichukua hizi ambazo kama hivi umesema mwalimu na nini, mimi nimeamua kufanya hivi podcast, nadhani roots zinarudi kule kule kwenye nani kwenye hiyo mambo ya rap. Sasa actually sasa hapo kabla hujaendelea hapo, actually hata mimi pia kwa mfano hiyo route hiyo ambayo tumetokea inapaga watu wengi sana changamoto, kwa mfano wachungaji wangu na watumishi wengine, kwa sababu pia kwenye upande wa dini au kuwafundisha watu habari za Mungu, nimekuwa watu waniona kama niko too radical, yani niko too radical, kama niko injili yangu kama iko kiharakati zaidi, kwa sababu lengo ni kuwa convert watu, kufanya watu waelewe. Sasa lugha ambayo unatumia sometimes, kama unavyojua kwenye nani yetu huku tulikokuwa kwenye mambo ya hip hop na nini, unakuta na tunakuwa na lugha ngumu. Sasa hiyo imenisababishia pia shida kidogo, kwa sababu kuna watu wanashindwa kuelewa, lakini ni kwa sababu ya hiyo historia ya nyuma hiyo. Kwa sababu ile ilikuwa inakuja na tunasema kulikuwa kuna inspiration, lakini pia capacity ya kufikiri ndio itakao kusaidia kuconnect ile inspiration na kitu unachokitoa. Exactly. Kulikuwa kuna kuwepo na uwazi fulani. Unajua wakati tuna rap ile ulikuwa yani kulikuwa hakuna limit fulani. Kwa hiyo ina maana kwamba hata namna ya kutoa ujumbe baadaye sehemu yote ambayo unakuwa umeenda inakuwa ina mirror ile behavior ya kwamba kujaribu kuwa open na nini, umeona? Sasa nikuulize swali, kwa nini mwalimu? Yaani kwa nini? Kwa sababu mwalimu, watu wengi wakisikia mwalimu wanajua ile mtu anaweza mwalimu, si unajua mwalimu ni mtu yani anaenda kunipa elimu darasani, ananifundisha. Sasa kwa nini mtu anaitwa mwalimu? Sasa mtu ambaye anatoa neno la Mungu, anahubiri na nini, anasema mimi mwalimu. Kwa nini sio mchungaji? Kwa nini sio mchungaji? Kwa nini sio nabii? Kwa nini sio yani haya majina mengine yote yanayokujaga? Kwa nini wewe mwalimu? Exactly. Hiyo ni swali zuri sana. Si watu wengi huwa wanapenda kuuliza. Lakini nichotaka kusema sisi kwenye dini au imani ya Kikristo kuna huduma 5 ambazo Mungu ameziweka. Kuna huduma 5. Kuna huduma ya utume, maana kuna mitume, kuna manabii, kuna wachungaji, kuna walimu, kuna wainjilisti, zinaitwa huduma 5. Ambao sisi tunaamini kabisa kwamba Yesu alivyo kufa msalabani akafufuka, anasema alipopaa juu aliteka mateka na akawaachia watu vipawa. Na vipawa alivyoachilia kimojawapo ni kipawa cha utume, kipawa cha unabii, kipawa cha ualimu, kipawa cha uinjilisti na kipawa cha uchungaji. Kwa hiyo ni huduma. Kwa hiyo mtu sasa changamoto inayokuwa inakuja natokea sasa hivi ni kwamba mtu anakuwa anashindwa kujua kwamba yeye ni nani. Kwa mtu anaweza kaamka leo akasema mimi ni mtume, kesho kasikia mimi ni nabii, kesho kasikia mimi ni mwinjilisti. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Lakini ukikaa ukijijua ukajua mimi huduma yangu ambayo Mungu ameweka ndani yangu ni ya ualimu. Ualimu una base sana kwenye kumfundisha na kumjenga mtu kwenye misingi ya ile imani, ajue undani wa ile imani. Lakini uinjilisti mtu anaweza kukuhubiria kwa mstari mmoja anaweza kaa analeta facts au anaweza akakutisha au akafanyeje ili tu ukubali kupokea hiyo imani. Lakini kwenye ualimu sehemu kubwa inamjenga mtu katika hiyo imani na kumuelewesha background. Ndio maana utaona pia kwenye mwalimu utakuta anasoma mistari mingi kujaribu kujenga foundation ya ile fundisho ambalo anakupa ujue msingi wa hii imani ni nini. So hivyo vitu vyote pia vimewekwa kwa ajili ya kusaidiana. Mtu anaweza kawa na huduma ya ualimu na unabii, au anaweza kawa ni na utume na unabii, hiyo sio ajabu. Au anaweza kawa na vitatu, anaweza kawa mtume, anaweza kawa mwinjilisti, anaweza kawa mwalimu kama mtume Paulo ambaye kwenye Agano Jipya tunamsoma. It's possible. Lakini Mungu anaweka hizo vitu, kila mtu na kazi yake. Kwa hiyo utume ni kwa ajili, sehemu kubwa ni kwa ajili ya kueneza imani. Anakuwa ni mtu wa kueneza imani, tofauti na ile sasa unakuta mtume yuko sehemu moja na nini,
Mtume anaweza kawa anaenda mahali anahubiri, anajenga kanisa au anaacha watu wa imani, anamweka mtu anasimamia, wanaendelea. Hataki kuhodhi hapo. Lakini unabii ni kipawa cha kuweza kuona mambo yaliyopo, mambo yaliyopita na mambo yajayo kwa uwezo tu wa Mungu. Tunasema uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaweza kuona. Uchungaji ni uwezo Mungu anaweka uwezo wa kuchunga kundi. Uwezo wa kuongoza yani watu, ndio kwa pamoja yani watu. Kuongoza watu, yani mtu anajua watu wa namna tofauti, lakini mchungaji anapewa hiyo neema. Japo sasa mchungaji lazima awe na kitu cha kufundisha cha ualimu ndani, lakini kuna ambacho kitaonekana kikubwa zaidi. Yani hizo huduma huwa zinakuepo, zina complement each other. Lakini kuna moja ambayo inakuwa ina image inakuwa ni kubwa, ndio unajua kabisa huyu pamoja na kwamba anafundisha, pamoja na kwamba anaweza kutoa unabii, lakini huyu ni mwalimu. Sasa ukijibu kwa sababu gani? Kwa sababu swali mimi nakuja hapo chap. Sawa, hizo ukielezea hizo aina zote tatu. Mimi kitu ambacho nimekuwa najiuliza mara nyingi. Yaani mtu, kwa sababu naona watu wengi anaamka asubuhi anajiita nabii. Unaelewa? Au yani sasa inakuwaje mtu anakuwa nabii? Ni yeye anajitambua na kuambia watu kwamba bwana mimi ni nabii, au watu wanamfika wanamuona na kumtambua kwamba huyu ni nabii? Au kuna namna ambayo ipo labda kwenye Biblia ambayo kwamba inaweza, kuna vigezo ambavyo yani unaweza kuvifuata ukasema kwamba huyu kwa kufuatia vigezo hivi hapa ni nabii. Na nani sasa anaamua hadi yule mtu jina anakuwa jina? Kwa sababu kama umeona kuna watu wengi ambao kabisa anajitambulisha yeye kama nabii tovuti. Umeona yani nabii ni yeye mwenyewe ameamua, au kuna namna gani ambayo inafikia hadi sasa hapo bwana tovuti, kuna vitu vingi. Kuna utume ambao au nabii au huduma ambao mtu anakuwa kweli amepewa na Mungu, na katika kukaa unaweza kuwa umekaa huko chini ya watu, kwa sababu kama mimi niko chini na mchungaji wangu, na haiwezi katokea tu kama ulizaliwa ukaenda tu mahali ukajikuta umejua mambo ya imani na nini. Kwa hiyo utakuwa huko chini ya mahali ambako unalelewa. Sasa jambo la kwanza, sio mtu wa nje. Inawezekana kabisa watu wa nje wakakuona namna ambavyo unatumika, namna unavyofundisha, wakasema huyu ni mwalimu kwa kumuona tu, kwa sababu pia hata Yesu aliwahi kuwauliza wanafunzi wake, akasema watu huko nje wananena kwa mimi ni nani? Kwa ina maana watu wanaweza wakajua kabisa kwamba huyu bwana huyu ni mchungaji kabisa, kwa namna ambavyo anaweza kuchukulia vitu, anaweza kufundisha, anaweza kuwaweka watu pamoja, unaweza kujua kama ni mchungaji. Yesu aliwahi kuuliza wanafunzi wake, watu huko nje wananena mimi nani? Alafu wakaanza kumjibu, akasema Petro akasema wakasema wengine wanasema wewe ni nabii, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe sijui ni nabii yule. Akauliza, nyie mnanisema mimi mnanena mimi kama ni nani? Petro akajibu, lakini sio kwa uwezo wake, kwa uwezo tu wa Mungu. Anasema ni mbingu zilimfunulia, akasema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa ina maana watu wa nje kwanza wanaweza kukuona kwa namna ambavyo una hudumu, wakajua kwamba huyu kipawa chake ni hiki. Lakini na pia wakaona kwamba wale watu ambao wanafika na kujitambulisha, yani yeye mwenyewe from nowhere anakuja tu anakuambia ndio nataka nije hapo sasa. Kwa hiyo kuna nyingine ambayo sasa wewe mwenyewe pia unaweza kushangaa, leo wewe ndani Oswald unaonyeshwa bwana kuna mtu amefariki Mbeya, na inawezekana specifically kabisa unaonyeshwa, yani kwamba umeona kuna msiba na mtu fulani amefariki, na unakuta kesho kwa hiyo mtu amefariki. Au unaona bana mwaka kesho kutatokea kitu hiki, na Mungu anakuonyesha kwenye maono kabisa. Inawezekana ni kwenye ndoto, inawezekana ni kwenye vision, huko kwenye trance. Kuna kitu kinaitwa trance, unakuwa huko kama uko kwenye ndoto, kama uko kama uko live, lakini unaona vitu kabisa. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kuanza kadri unavyozidi kukaa, unavyoonyesha vitu, unaweza kujua kama mimi nimepewa kipawa hicho cha unabii. Au wakati huo sasa ukiwaambia watu, leo umewaambia bana kuna kitu fulani kitatokea, kuna kitu fulani kitatokea na kikatokea. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kujua kwamba mimi nina huduma hii, au watu wa nje wanaweza wakajua. Sasa kuna hii nyingine sasa, hiyo ambayo umeisema kwamba kuna watu wanaweza tu akaamka akaona bana mbona hii huduma ni mtumishi, lakini sasa hii huduma ya unabii mbona wanapiga sana hela, ngoja sasa nijipe title nabii. Anaamua tu anajiita nabii. Sasa sio aliyeitwa na Mungu. Kwa kuna kuitwa na Mungu, lakini kuna wewe mtu amejiita. Kwa kuna walioitwa na Mungu, lakini kuna watu waliojiita yani kwa sababu ya maslahi yao binafsi, anaona hii title nikiitumia itaniletea mpunga. Hii itaniletea mpunga. Kwa na kutumia mtume na nabii. Lakini kumbe hata ukisikiliza hiyo mimi ndio nilikuwa nasema, kwa sababu mimi hiyo ndio huwa inanipa shida, kwa sababu unakuta mtu tu anajiita na obviously sisemi hivyo kwamba, kwa sababu kuna sometimes unaona tu, yani ukiona tu kama
yani ukiangalia kama zamani kwa jinsi ambavyo mimi naelewa ilivyokuwa zamani kwenye Biblia ukisoma na nini. Yes. Yani kulikuwa katika geographical area moja yani anatokea nabii mmoja yani umeona, at least kwa sababu yani sasa haiwezekani mtaa mmoja mko manabii 7 yani kwamba sasa ina maana kwamba yani sijui kama unanielewa point yangu, yani alikuwa inatokea Israeli au inatokea sehemu fulani anatokea mtu mmoja, kwa sababu yani inabidi sasa huyu mtu aongoze kundi yani umeona, hayo ni sauti ya Mungu. Exactly, kwa sababu unaona sasa ukianza kukuta kuna sehemu unaenda Mbagala kuna manabii 7, yani obviously something is not right. Yani hiyo mimi najiuliza kwa sababu Mbagala sio kubwa hivyo ya kuhitaji manabii 7 yani umeona yani. Sasa hiyo hapo sasa, kwa sababu hiyo inaleta, tulikuwa tunazungumzia inaleta katika kile kipengele cha kwanza ambacho nisema tutazungumzia ambacho ni mwanzo wa imani, umeona nani. Ila sasa mimi nitaka nijifunze zaidi kutoka kwako, kwa sababu yani nataka nikuulize kwa mfano japo nilikuwa na follow up question kwenye hiyo hapo ya nani mimi nimeshakuelewa vizuri, yani kwa sababu hilo swali liko very profound na ninataka kuzungumza ni kweli, kwa sababu kama nabii ni sauti ya Mungu na lakini pia hailimiti kuwa na manabii wengi sehemu moja, lakini pia pamoja na kuwa na manabii wengi sehemu moja, Biblia kwa experience ya Biblia hicho kiuliza, ndio maana nimesema is a very profound question, kwa sababu kulikuwa nitakutolea kisa kimoja cha mfano nabii Elia, utakuwa umemsikia sana, wameimbwa kwenye nyimbo na Biblia umesoma pia. Kwa hiyo nabii Elia kipindi hicho anatangaza, kulikuwa na mfalme mmoja anaitwa Ahabu na alioa mwanamke anaitwa Jezebeli ambaye alikuwa anaabudu miungu mingine na nini, na akawa anatafuta kuwaupa manabii wa Mungu aliye hai, kwa sababu kulikuwa na manabii wa Baali wanaitwa manabii wa Baali wa miungu mingine, lakini kulikuwa na manabii wa Mungu wa kweli. Sasa Elia akawa anapambana na Jezebeli, na Ahabu alikuwa na Jezebeli alikuwa anatafuta kumuua. Mfalme alikuwa anaitwa Ahabu. Sasa ilibidi sasa ili Elia aonyeshe kwamba yeye ni nabii wa Mungu, akatangaza kwamba hakutakuwa na mvua, haitanyesha miaka 3.5 kwa neno langu. Alicommand nature, akasema mvua haitanyesha kwa miaka 3.5, na kweli mvua haikunyesha. Sasa kutokana na ile kwamba manabii wa kweli walikuwa wanauawa, Elia alijikuta yuko peke yake, anapambana, anakimbia, anajificha kwenye mapango na nini. Baadaye akawa anamwambia Mungu, nimebaki mimi peke yangu. Tazama, nimebaki mimi peke yangu. Yana akajiona kama yuko peke yake. Lakini Mungu alichomjibu akasema, tazama, ninao manabii zaidi ya 400 ambao hawajapiga goti kwa Baali kumsujudia Baali, huyo Mungu mwingine. Kwa hiyo ina maana sasa kulikuwa na manabii wengine 400, lakini kulikuwa na mmoja ambaye sasa alikuwa na reign, tuseme sasa alikuwa ambaye ana sauti yake iko yani ile sauti yake ilikuwa ni kubwa kuliko sauti za manabii wengine. Na haiwezekani pia kwamba Mungu huyo kwenye jambo hilo akasema kitu na nabii huyu tofauti na nabii mwingine tofauti. Kwa hiyo maana kama wote ni manabii wa Mungu watakuwa na sauti moja kutoka kwa Mungu. Umeona hapo. Kwa hiyo umeelewa confusion yangu ambapo ilikuwepo. Yaani unakuta sasa kama hivyo ulivyosema, yaani unakuta Mbagala ile kuna manabii 7 na hao manabii kila nabii kuna namna ambavyo unaona kabisa kuna anavyodefine vitu unakuta ni tofauti. Kwa hiyo ni kitu tu ambayo yani niseme imekuwa ina nani ile. Kwa hiyo sijui kama hivi na wewe kama hivyo ulivyosema ni kwamba hata lazima, manake ile vision yangu ya kwamba lazima kuna tatizo hapo, unakubaliana nayo, si ndio? Okay, sio tatizo kuwa nao wengi, lakini kama wote wanafanya kusudi la Mungu sio tatizo, ila nasema mara nyingi kunapokuwa na namna hiyo lazima kutakuwepo na mmoja ambaye sauti yake itakuwa kubwa. Ninapomaanisha kubwa, kwa mfano kama Tanzania sasa hivi ukizungumza mtu ukisema mwalimu wa neno la Mungu, utakuta tu mtu direct anaenda kwa mtu mmoja. Ataenda kwa mentor wangu, anaitwa Mwalimu Mwakasege, kwa sababu amekaa kwenye hiyo nafasi hiyo ya walimu muda mrefu na amesimama, amekuwa yani kama kocha yani kwenye hilo eneo. Na sasa pia kuna kwenye ulimwengu wa roho pia kuna kugain mamlaka au authority kwa sababu ya namna mtu alivyokaa na Mungu na nini. Kuna mtu akifundisha kitu watu watamuamini kulingana na ile legacy yake alionayo, lakini uwezo wake, lakini na nafasi ambayo Mungu amempa kwenye jamii. Naweza nikazungumza mimi kitu hicho kimoja ambacho kikawa kisiwe na nguvu, lakini akikizungumza huyu ambaye kwenye jamii zako, kuna kitu cha influence ambacho unafahamu. Kuna kitu cha influence, lakini sio tu influence. Ile influence inatokana na
mamlaka ambayo mtu amepewa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna authority fulani ambayo mtu huwa anaiacquire kwa sababu ameendelea kukaa na Mungu kwa muda mrefu. Kwa sauti yake obvious itasikika. Kwa walimu watakuwepo huko, wanaweza wasisikike. Kutakuwa na sauti tu moja ambayo unajua hii hapa. Hata ukienda kwenye unabii, manabii watakuwepo wengi, lakini utajua kabisa kwamba huyu mmoja huyu ni Mungu amemweka for a season. Kuna kwaga na majira fulani ambayo, kwa hiyo ukiona kama kuna nabii Elia, kuna nabii wengine, ila sasa unakuta nguvu ilikuwa kubwa kwa hiyo, kwa sababu Mungu alimtumia kwenye majira yale kwa kipindi kile kwa ajili ya kitu fulani ambacho inawezekana ni cha kitaifa au whatever. Lakini hata kwenye kanisa tu inatakiwa wawepo mitume, manabii, walimu, wainjilisti, wachungaji. Okay. Sasa kwa mfano hapo sasa hiyo ukiangalia unabii na nini. Kwa hiyo kuna Ukristo lakini kuna makanisa. Umeona? Yani kwa hiyo kuna Ukristo kama ni umbrella kubwa, afu kuna makanisa ambayo tunajua ni makanisa ya Kristo. Sasa kabla sijaenda kwenye hiyo hapo na swali moja tu la haraka kwamba wewe ulikuwa Mkristo baada ya kuzaliwa, yani ulikuwa Mkristo by default baada ya kuzaliwa, au Ukristo uliupata baadaye baada ya kujiuliza na kuuelewa Ukristo? Umeona? Ndio ukaamua kuwa, yani kwa zile kwa hisia zako binafsi na kwa jinsi ulivyoeleweshwa, sasa labda ukabadilishwa ukaamua kusema kwamba bana mimi ni Mkristo, yani ukaona kwamba na identify na hii dini, au ulikuwa Mkristo tu toka umezaliwa? Okay. Yeah. So mimi nimezaliwa kwenye familia ya Kikristo. Kwa hiyo by default nilikuwa Mkristo, lakini siwezi kusema ile kuwa Mkristo nilikuwa najua misingi ya Ukristo. Sorry, kuna interruption hapa na wadogo. Yeah, so nachosema nimezaliwa mimi kwenye familia ya Ukristo. Kwa hiyo nimejikuta ni Mkristo. Nilivyoanza kupata ufahamu, obvious nilikuwa napata changamoto kidogo na marafiki zangu. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Abduli. Yeye alikuwa Muislamu, wakati tuko darasa la 5. Akawa anani challenge na maswali mengi sana ambayo sasa nilikuwa ninaona anani challenge kwenye eneo langu la Ukristo, kama nyie mnaamini kitu fulani, mbona Biblia imesema hivi. Sasa kitu kilichokuwa kinaniuma ni kwamba nilikuwa niko kwenye hiyo dini ya Ukristo, lakini nilikuwa sijajua deep kitu ambacho ninakiamini. Sasa alikuwa akiniuliza nikishindwa kumjibu maswali au akini challenge akanipa na mstari wa Biblia, ile ilikuwa inanitia hasira mimi kwenda kutafuta nikasome. Kwa nini mimi ni Mkristo afu sielewi? Huyu ni Muislamu afu anaelewa dini yangu kuliko mimi. Kwa hiyo nikawa nahangaika, nikianza kusoma na siji nani naanza kitabu cha Mathayo, siji fulani akamzaa fulani, naanza kuchoka, najisikia uvivu kuendelea kusoma. Baadaye hivyo nikawa naendelea. Lakini alinisaidia kunipush kwamba kwa nini naamini kitu ambacho nimezaliwa nacho, by default nimekuwa Mkristo, ila sina ufahamu deep wa kile kitu ambacho nakiamini. So nikawa naendelea na bidii hiyo. Lakini baadaye sasa, okay, hapa tutazungumza dini generally kama ulivyosema, dini ya Ukristo ni dini. Lakini kuna kitu kinaitwa wokovu. Wokovu ni imani. Okay. Sijui kama nachelea kwenda haraka, kwenda huko mbele haraka, lakini maybe tubaki hapa kwenye kwa sababu baada ya kuokoka sasa bado kuna mambo, yani kuna namna tu tutajadili, tutafikia yote, umeona? Yes. Kwa hiyo okay. Sasa hapo mimi kitu nataka kusema, so just to follow up kwenye hiyo hapo ya nani, unajua kitu kinachonijia mimi kichwani chap nasema kwamba yani kwanza ni watu wengi, nadhani mimi ambavyo nimewaona watu wengi unakuta hawajapitia hiyo phase ya kujiuliza, unaona? Yani watu wengi kabisa, ulikuwa umezaliwa Mkristo, yani ndio hivyo, yani ndio imetoka, yani umezaliwa katika familia ya Kikristo basi wewe ndio Mkristo, yani umeona, na umezaliwa familia ya Kikristo wewe ni Muislamu, umeona? Kwa hiyo unakuta watu wengi phase hiyo ya kujiuliza hawajana. Sasa kwa mfano unadhani kuna uwezekano kwamba yani kwanza katika kujiuliza ulijiuliza kama unavyosema, ukaenda unasoma Biblia unajiuliza kwamba hivi ulizipa nafasi dini nyingine kwamba bana, je, ngoja kwanza, je vipi Uislamu, je vipi dini hii hapa, vipi dini hapa, yani uliziwei zote kwa pamoja, au ulienda tu kujiuliza kuhusu Ukristo, yani kwa sababu kuna ile una research ili kupata jibu linalofit narrative? Exactly. Au unaenda tu unakusanya data, yani unakusanya kwamba bana kila kitu on the table, afu unaangalia kitu gani kinakufaa wewe. Ulipitia approach gani? Yeah. Nimekuelewa, lakini sasa okay, bahati nzuri ulianza na introduction kwamba tulikotokea tumetokea wapi.
Tumetokea kwenye mambo ya hip hop. Unajua ukishakuwa mtu wa hip hop unakuwa too inquisitive. Unatamani kuelewa kila kitu. Na katika hili naweza nikasema kuna mtu ambaye nimewahi kumsumbua. Sio kwamba niliweza kwa wakati mmoja kuweka hivyo vitu, kufanya follow up, lakini nimekwambia challenge ya kwanza nilipata kutoka kwa rafiki yangu ambaye ni Muislamu. Huyo Abdul namkumbuka mpaka leo. Na utajua dini ziko nyingi sana. Lakini kubwa kabisa ni Ukristo. Ukristo ambao nafikiri ni 32% ya watu duniani wa Kristo, lakini Uislamu kama 24%, lakini kuna Ubudha, lakini kuna ile Hinduism, si ndio? Alafu kuna Jews kama 2% nafikiri 0.2 something like that. Ni sehemu ndogo. Lakini sasa ukiangalia dini ya Uyahudi imekuja ndani yake, ndio imekuja kuzaliwa hivi vitu vingine. Ukristo umekuja baadaye. Ukristo umekuja baadaye kwa sababu Mungu, mimi kwa imani yangu huko ambako ninaamini, alianza na taifa moja la Israeli kwa sababu alikuwa anataka kutengeneza kitu setup fulani, alianza pale. Lakini sasa imetokea pale, ikaja Ukristo umekuja baadaye. Baada ya Yesu kufufuka, Ukristo ukaja baadaye. Kwa hiyo hata Wayahudi wenyewe Ukristo kwao ni dini mpya. Kwa sababu wao wanaamini kwenye Judaism. Japo zote ni dini ambazo ni tunasema tunaita ni monotheists. Yaani wote tunaamini Mungu mmoja, katika Mungu mmoja. Lakini Ukristo umekuja baadaye. Sasa Uislamu umekuja miaka 500 baada ya Ukristo. Kwa hiyo nikianza kusema kuwei kwa mfano, mimi mtu akija kuchallenge Ukristo wakati Muislamu amekuja kuchallenge Ukristo na Uislamu umekuja Ukristo umekuja karne ya kwanza baada ya Yesu kufa, na Uislamu umekuja karne ya 6, ni kama karne 5. Kwa hiyo ni miaka kama 500 hivi ambao the difference. Sasa ukianza kuniambia kwamba huyu anayekuja baadaye anasema hiki kilikosewa, inakuwa ni ngumu sana kumwamini kwa sababu 500 years yani mimi nasikia kama ukirudi jinsi swali langu lilivyokuwa ni kwamba yani je, yani katika uliwei sasa zote ukaangalia ndo ukaona kwamba imani yako inaendana zaidi na usahihi zaidi. Okay. Okay, sikuchukua zote, yani to be honest, vitu vingine nimeanza kuvijua baadaye. Sikuchukua zote kwamba nianze nichukue dini ya Kibudha, ya Kihindu, nikaanza kuzisoma alafu nielewe. Hapana. It was not at the same time, lakini at least nilianza kusoma, kwa mfano kuona tofauti ya dini ya Ukristo na Uislamu. At least kwa hizi zingine nilikuwa partially, yani sikuwa na kitu ambacho cha kwenda deep kujua kwa sababu tayari nimesha amini huko. Lakini ninachokisema ni kwamba hilo swali la kwamba ulikuwa unajiuliza maswali, ni kweli nilikuwa najiuliza maswali, na mtu mmoja ambaye nilimsumbua sana, ambaye pia tuliokoka pamoja. Okay, niko ndani ya Ukristo lakini kuokoka sasa kwanza kuingia sasa kwenye imani ambayo inaenda deep kwenye uhusiano na Mungu zaidi. Mtu ambaye anaweza akawa ni shahidi yangu nilikuwa namsumbua sana maswali ni Mtuli Kaporogwe. Mtuli Kaporogwe. Namtaja kwa sababu kwenye conversation ya kawaida nilikuwa namuuliza maswali magumu, namuuliza mbona kuna watu wanasema sijui viwete sijui wanaweza kupona. Nasoma Biblia, mbona mimi sijawahi kuona kiwete nayefahamu amepona? Kama watumishi wanasema wanaweza kufufua watu wafu, kwa nini wasiende makaburini wakafufue wafu? Mbona ndugu zao wanakufa wafufui? Kwa nini wasiende mahospitali tukaona wanawasimamisha vilema? Nilikuwa na maswali hayo. Sasa rafiki yangu Ntuli ashawahi kuniambiaga, akasema you are asking questions like you are a non-believer. Unajua jibu nililomjibu? Jibu nililomjibu nilimwambia even a non-believer is a believer who believes in non-believing. Believing in nothing is also believing in something. It's also believing. Something, yani. Kwa sababu kuna vacuum pale fulani, lazima kitu fulani kijazwe pale. Kwa hiyo nilikuwa na maswali magumu ambayo sasa baadaye Mungu ameanza kunifundisha taratibu naanza kuelewa, okay, kumbe vitu vinaenda hivi. Nikisoma Biblia kwamba walikuwepo hata viwete wengi kipindi Yesu alikuwepo, lakini sio wote walioponywa. Kulikuwepo na hivi. Sasa naanza kuendelea kujua kama Mungu anapofanya kitu, watu wengi walikuwa wanakufa hata kipindi cha Yesu. Lakini tunasoma habari ya kwamba Yesu alimfufua Lazaro, alimfufua sijui kuna mtoto wa binti ya hiyo. Sio wote. Na Mungu alipokuwa akifanya hicho kitu, alikuwa anafanya kwa makusudi. Kwa sababu pia hata baada ya kufufuliwa Lazaro si alikufa tena, kwa sababu issue ya kufa si ipo pale pale. Kwa hiyo kama Mungu anafanya kufufua ni kwa ajili ya utukufu wake, na kunakuwa na sababu fulani ambayo Mungu anakuwa anakusudia. Kwa hiyo nikaendelea kujifunza hivyo
Nimeona pia, nimeanza kuexperience kwenye huduma, ukiombea watu ambao mtu alikuwa na mapepo anafunguka, unaona kabisa the practical thing kwamba okay, hiki kitu kinafanya kazi. Shai kumwambia mtu anaongea amepandwa na mapepo, anaongea Kiarabu na sio Mwarabu. So unaona, ninaona baadaye naanza kujifunza taratibu. Sisemi kwamba nimeshamaliza vitu vyote, vingine bado naendelea kujifunza. Na vingine bado maswali bado. Nimeongea kitu ambacho nitaka niulize follow up question kwa sababu kwamba unaendelea kujifunza. Kwa hiyo yani uko katika role. Sasa nitaka niulize kwamba ina maana kwamba kwa mfano huwa si una katika kufundisha ile, si ndio? Hauchagui, unataka kufundisha watu wa aina yote. Ina maana kama akija mtu ni Buddha, akija mtu aamini, akija mtu unataka umfundishe ananili, si ndio? Kwa hiyo utampa knowledge, utampa sababu za kwa nini yani afuate imani yako, si ndio? Akiniuliza kwamba kwa nini afuate imani yangu. Yani kwa mfano nasema si wewe ni mwalimu, maana yake kwamba yani kwa mfano katika kufundisha hauchagui mtu wa kumfundisha, si ndio? Yote yule uko tayari kumfundisha, na katika kumfundisha maana yake unataka kumfundisha jinsi ya kumfuata Bwana, yani kuingia katika wokovu, yani kuingia katika imani yako, si ndio? Na unataka huyu mtu aweze kufunguka hiyo, kuna kitu yani katika mafundisho yako una uhakika akikiona kinaweza kikamfungua akafuata naye. Sasa swali langu linakuja kwamba unadhani kuna possibility yoyote kwamba akaja mtu mwingine pia wa nje ambaye sio imani yako akakufundisha wewe, yani labda na wewe labda kuna kitu ambacho si kama hivyo, kama ulivyosema hata katika bado unajifunza, yani inawezekana labda kuna kitu ambacho ukijui, akaja mtu labda Buddha, umeona, au akaja mtu ambaye labda atheist, au akaja mtu ambaye labda ni Muislamu au dini yoyote, labda akakufundisha kitu ambacho wewe sasa hivi ukijui, umeona. Unadhani kuna yani kitu kama hiyo inawezekana? Ni kitu yani kuna opening ya namna hiyo? Okay, kwamba atakuja atanifundisha, yani knowledge atakao niletea ita supersede knowledge ambayo niko nayo kwenye imani yangu, kiasi kwamba ika overtake, yani ikaizidi. Okay, sasa what I can say now is too late. Maybe ingekuwa zamani, kwa sababu tayari nimeshaanza kwenda ndani. Yani sio kwamba nimemaliza vitu vyote kwenye kuamini imani ambayo ninaamini, nimeshaenda ndani sana. Kwa hiyo kwenye huko kwenda ndani, pamoja na kwamba kuna vitu ambavyo sivijui, nina imani Mungu anaendelea kunifungulia taratibu, lakini hicho yani niko katika level ambayo sio kama mtu anaweza akaja akaniconvert, kwa sababu nimeingia, nimeenda kwenye practical thing. Sio kwamba nimejua, yani kujua vitu vyote obvious. Kama ukijua vitu vyote basi Mungu atakuwa sio Mungu, kwa sababu Mungu anaficha vitu kwa sababu ya utukufu wake. Kwa hiyo huwezi kujua vitu vyote, ila at least level ambayo nimefikia kwenye ufahamu, yani mtu akija atanieleza kitu gani, yani akaniconvert tena. Kwa sababu itakuwa sasa, na hicho ndio kitu ambacho kinasababisha watu wengi pia wanakuwa wanahama dini yao, wanakuwa iko dini hii, kesho iko dini hii, kesho amepata mchumba wa dini nyingine, naona tungoja kwani kubadili dini kiasi gani? Kwa sababu changamoto kubwa ambayo ina nani, nashukuru sana kwenye hapo umesema mwanzo wa imani na misingi ya Ukristo. Watu wanaingia kwenye imani lakini hawajui misingi ya imani yao. Sasa hiyo ndio changamoto kubwa, kwamba mtu anakuwa anaelea. Mtu kimletea tu swali kidogo limemvuruga, tayari unaona hiki ninachokiamini sio. Sasa imani haitakiwi kuwa hivyo, kwa sababu pia definition ya imani kutoka kwenye Biblia, kitabu cha Waebrania 11 inasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo anasema is the title deed of the things we hope for, of the things we perceive in spirit. Yani imani ni uhakika, yani imani ni tofauti na hisia. Imani ndio tofauti na hisia. Bora umemention kitu, umemention imani hapo kwa kuisisitiza, kwa sababu ndio nilikuwa nataka nikuulize kwamba je, imani kwa mfano kama imani yako, au niseme yani sasa kwa sababu tunaongea mimi na wewe hapa, kwa hiyo inabidi nikuulize yani kwamba imani yako ukiangalia imani yako foundation, yani ilikotokea imani yako imetoka inatoka moyoni, inatokana na vile vitu ambavyo wewe unaamini, yani ile vile unajua kuna zile core principles ambazo mtu tu unakuta uko nazo, si ndio? Yani alafu unakuta labda kwamba imani uliyokutana nayo, mtu aliyekuelezea ile imani ina match na zile principles zako, kwa hiyo ndio maana ukakuta umevutiwa huko. Lakini kuna aina ya pili pia ya kuingia kwenye imani, kuna ile kutumia tu akili ya kawaida, si ndio?
Kwa unakuta mtu labda anaambiwa hiki kitu, yeye mwenyewe anajumlisha, yani anaangalia, anasema okay, hii ina make sense sasa hivi kwa sababu ndio maana labda iko hivi, ndio maana iko hivi, ndio maana iko hivi. Sasa yani anatumia logic, ile logic ya kawaida, umeona? Afu anaamua kwamba okay, kwa logic hii mimi nakuwa Mkristo, au kwa logic hii mimi nakuwa Muislamu, au kwa logic hii mimi nakuwa fulani, umeona? Wewe unadhani kuna part ulitumia yani ulitumia akili sana katika na logic ili kuingia katika imani, au ulitumia moyo na ile na zile personal zile beliefs ambazo uko nazo personally kwamba zika align na Ukristo? Okay, yeah. Sasa kama nilivyosema mwanzoni kwamba mimi nimejikuta niko kwenye familia ya Kikristo. Kwa hiyo kuna experiences na vitu ambavyo nimeendelea kufundishwa huko mwanzo, nimeendelea kukua na kwenda kwenye ufahamu kwenye kiwango fulani. Alafu ikafikia level ambayo nilikuwa challenged, nikawa pushed kwenda deeper zaidi, kwanza kutafuta misingi ya imani yangu ni kitu gani. Na hiyo sasa ndio ikaanza kunipelekea mimi kwanza kutafuta knowledge, kuwasikiza wahubiri mbalimbali, kutakuwa na kusoma vitabu. Kuna siku nafikiri nishaikuambiaga pia usome kitabu, kwa nini najiuliza. Na okay, mimi nishaikuwa na verse moja kwenye wimbo mmoja hivi, nirekodi kwa jamaa mmoja anaitwa Steve White, inaitwa unajua. Nilikuwa na verse moja inasema hivi, nasema hata hizi dini za kigeni ni utamaduni wa ughaibuni. Kwa hiyo sasa okay, kipindi kile nilikuwa na imani, lakini bado kulikuwa na vitu nilikuwa na yani na hii vitu tumeletewa tu, na hii vitu sio la nini tumeletewa. Kwa hiyo nilikuwa na hiyo mentality hiyo pia, pamoja na kwamba niko kwenye Ukristo. Kwa hiyo sasa kwa sababu ya ile mambo ya hip hop kwa kuletewa tumeletewa, yani hiyo sio ulikuwa na akili toka zamani. Okay, hiyo akili sasa ndio hivyo, kwa sababu hivyo vitu vyote ambavyo kumbuka nani Oswald, kumbuka kwamba hivyo vitu wewe mbona sasa wewe binti yangu, unaona, kumbuka kwamba hivyo vitu vimetokana na kwenye kujengwa, kuna blocks ambazo zimejenga msingi wa kufika mpaka hapo nimefika. Kutokea huko nimeelewa toka mdogo, nimeenda hatua ya kwanza kujitambua, nimeanza kutafuta vitu mpaka sehemu bado okay, niko kwenye imani, lakini bado kuna vitu ambavyo vyote, lakini okay, vingine umevisoma kwenye kitabu ukakiamini hiki kitabu kwamba hiki kitabu ni kitabu cha imani na ukaamua kuamini kwenye, lakini vitabu viko vingi, lakini je, utaamini kila kitu? Ni ngumu. Kwa hiyo sasa kutokea pale sasa nilipoamua kwanza kujikita sasa kwenye kujua hiyo imani, pamoja na kwamba nasema ni utamaduni umetoka nje, ila sasa nikajua kwamba okay, kulikuwa na concept ambayo pia nilikuwa sina, otherwise nisingeweza kutoa huo mstari kwenye ile verse, na pengine nikiendelea kunganiwa kule. Unajua mimi napenda discussion ukiwa unaijengea una build kutoka mlolongo mlioongelea kwa nyuma, na kwa ina make sense. Sasa hiyo kutokana na hiyo verse yako ambapo ulichana, au sio bana? Kuna watu ambao wapo hadi sasa hivi bado hiyo theory ambayo wewe uliachana nayo, si ndio? Lakini kuna watu hiyo theory bado wako nayo. Wanajiuliza hayo na wanaona kwamba hii dini ni kitu tumeletewa, au hii dini kwa sababu unajua watu kuna namna tofauti wana shape maswali. Kuna wale ambao wanajiuliza, kuna wale wanaojiuliza yani wako curious tu kwamba bana hivi nini, umeona kwa nini? Alafu kuna wale ambao kama hivyo unavyosema wanaangalia tu moja kwa moja historia ya dini, wanaona kwamba bana sisi mbona tulikuwa tuko na imani zetu, mbona ilikuwa vipi tumeletewa? Ndio hiyo kama hiyo theory uliokuwa nayo wakati uko mdogo kwamba hii dini zimetoka ughaibuni. Kwa hiyo ukikuta hivyo ukiwaweka watu, kuna wakati wanakuwa wana sound kama wanakosoa, umeona? Yani wanakosoa imani, si ndio? Sasa wewe ukiwasikia watu wa namna hiyo, swali lako linalokuja kichwani ni kwamba je, unajiuliza unawachukulia kama ni watu ambao wanatafuta ukweli? So unajua yani watu wanatafuta, wanataka kujua zaidi. Yani ni watu ambao ukweli, yani ukweli, au watu wanaowafikishia ukweli bado hawajaufikisha ukweli kiasi kwamba watu wameelewa kile kitu ambacho wewe unataka. Au je, unachukulia hii ni kama watu hawa ni wana kiburi tu, unajua si ile kwamba kwa sababu kuna ile mtu mwingine ukimchallenge kidogo anasema huyu bana huyu tovuti huyu bana ndio zake huyu. Yani kwa hiyo yani ananao ile kwamba hataki kuelezea kwa sababu anaona kwamba wewe ni aidha una kiburi au ni mpinzani wa, ndio ile tulikuwa tunaongea, unakumbuka alikuwa anapiga story, unakuta
ni rahisi sana kwa mtu akikuita tu mpinga Kristo, kwa sababu sasa ina maana yeye ana haja ya kuendelea kukushawishi na pia endelee na shughuli nyingine, umeona? Sasa je, wewe mtu ukikutana na mtu ana challenge au ana question imani yako wewe, unaona, yani anakuja na maswali, wewe unamchukuliaje? Unaona ni mtu anatafuta ukweli, unaona ni mtu mwenye kiburi, au unamwona mpinzani tu? Okay, sasa tofauti, kuna mambo kama mawili hivi. Kuna mambo kama mawili kwenye hilo jambo, kwa sababu unaweza kukutana na mtu anakuuliza kwa ajili ya kutafuta ukweli. Anakuuliza kwa ajili ya, unamuona kabisa kwamba huyu mtu yuko inquisitive namna hii, anataka kujua ukweli. Kuna some information ambazo analaki kwenye hicho kitu, na anaweza kaa na msimamo kama huo ambao nimesema mimi nilikuwa nao. Sio kosa, kwa sababu msimamo niliokuwa nao ulikuwa ni level ya maarifa ya kujua niliyofikia. Lakini kumbe kuna maarifa mengine zaidi nilikuwa sijajua. Na sio makosa kuwa na msimamo wa namna hiyo, lakini mimi napenda mtu ambaye anauliza hapa kujifunza, lakini kuna kuuliza kwa namna nyingine ambako tayari mtu ameshajengea msimamo na hayuko tayari kubadilika, ila anauliza kwa kuchallenge. Hiyo sasa ndio napataga shida kidogo, niseme tu kweli. Hata kwenye mitandao ya kijamii kuna ambao mimi mtu anaweza kaniuliza swali lile nikamjibu vizuri na nikamueleza, kwa sababu najua ana nia ya kujifunza. Ila nikiona huyu tayari ameshajengea ngome, ana msimamo, inakuwa ni ngumu sana kwanza kupambana naye, kwa sababu tayari amesha take a cause ya hicho kitu ambacho anafanya nini, ambacho anakiamini. Kwa hiyo kuna hizo hatua kama ile. Sasa inarudi kwenye point ile, ni kama vile ambavyo, kama unakumbuka swali la nyuma hapo kidogo nilikuuliza nikasema, je, inawezekana mtu akaja wewe kwako Edwin sasa hivi akakufungulia labda kitu fulani ukawa ukijui na ukawa open, ukasema yani wewe sasa hivi it's too late, yani maana kwamba yani kwa mfano kama wewe ungekuwa uamini sasa hivi, ingekuwa uamini zaidi. Niko open kabisa Oswald, niko open, nitasikiliza, na nimekuwa na discussions nyingi za watu wengi sana. Pia kuna wengine ambao nimeshaikuwa nao ofisini karibu zaidi ya masaa 3.5. Tuna discuss tu vitu. Niko very open, lakini ninachojua kwamba katika hatua niliyofikia, mtu akisema anakuja kunifundisha kitu cha tofauti na kunibadilisha kwa msingi sasa wa imani ambao sasa nimeshajenga sasa hivi, kunibadilisha sio rahisi. Nitapokea vitu, nitasikiliza, lakini sioni uwezekano wa kuniambia kitu ambacho kitanishawishi kuniondoa kwenye level ya imani ambayo niko nayo katika hicho ninachokiamini, kwa sababu hapo ndio maana ya kuwa na msingi. Kwa sababu usipokuwa na msingi, hauko rooted mahali, hauko grounded mahali, basi kuna na mimi kwa sababu ni bado hip hop iko ndani na napenda kuzungumze katika level hiyo. Kuna msali mmoja, rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Nash MC, aliandikaga akasema kama elimu zipo nyingi na zote ni ufunguo, vitabu vya Mungu ndio pekee vyenye ufunuo. Kwa elimu ziko nyingi kweli, dunia ina elimu nyingi sana. Yani leo hii Oswald, utashangaa watu wamedevelop theories juzi au jana nini. Kwa je, utaweza kubeba kila kitu kinachokuja? Hautaweza, kwa sababu vitu viko vingi sana. Yani elimu ziko nyingi mno. Vitabu vya Mungu ndio tunasema ndio pekee vyenye ufunuo. Niliupenda ule mstari. Sitaki ni ujadili kwa undani, lakini nilipenda ile thinking kwamba huyu jamaa amejua kwamba elimu ziko nyingi yani kwenye hii dunia, and you can not accommodate everything. Lazima uchukue route moja ya kujua anachokiamini ni kitu gani, alafu uende deep. Otherwise utakuwa unapea tu huko, unaelea, na hiyo haiwezi kuwa imani. Imani ya namna hiyo haiwezi kuwa imani. Imani mtu ushaonaga mtu anaamini mtu kwenye imani hapa kwa sababu tutaenda kwenye kipengele kingine. Kama unakumbuka nilikwambia tutaongea kipengele cha maadili, upendo na uovu. Lakini kwenye imani, kabla tujafunga hiki kipengele cha imani, nataka nikuulize swali la mwisho kwanza, kwa sababu mimi napenda sasa hivi content zangu ziwe zina connect kidogo. Kwa kama hapa nimeongelea issue ya OG kidogo kwenye, sio kama umesoma kwenye hii hapa, hata wakati wa introduction nimetaja jinsi ambavyo namconsider mamangu ni OG mama. Lakini pia napenda kuconnect kwa maana kwamba sasa hivi nataka ni connect na issue ya juzi ambayo nilifanya interview ya AI, si ndio? Niliulizia AI. Nimeipenda sana ile wewe umefanya na Adili, nimesikiliza, nimependa sana content kule ndani. Adili ameshusha sana vitu mle. Sasa sasa hapa chap nataka ni link tu hapa chap wewe utajibu tu kwa ufupi, si ndio? Ili tuweze kwenda kwenye nyingine. Sasa hivi AI mimi nimeshajaribu, yani kwa mfano unaenda kusikiliza kwenye mahubiri au mtu akasema anafundisha, naweza nikakaa masaa 2 akahubiri na nini,
chances za kwamba yule mtu atahubiri kile kitu ambacho nataka kujifunza siku ile ni ndogo. Unaona? Okay. Kwa sababu unaweza kukuta mimi nimetoka huko na majonzi, au labda kuna shida fulani hivi ndio inanichanganya sasa, inasema kwamba bana hivi nataka nitafute solution kwamba inasemaje na dini inasemaje. Yani umeona hili jambo. Akisema niende makanisani, naweza nikazunguka makanisa 1000 na bado yani wasiongelee ile issue yangu ambayo ni specific kwangu. Ukashangaa unaongelea mambo ya sadaka, kutoa sadaka. Exactly. Nikienda kwenye AI nikitype tu nikisema bana mimi nina shida hii hapa. Yaani hata hapa ningekuwa nimekosea tu, ilitakiwa niitengeneze screen ya kitu nikuonyeshe. Na tatizo hili hapa kiimani. Nikiuliza AI niambie kwamba Biblia inasemaje, umeona? Inipe na mifano ya kesi. Itanipa specific issue yangu. Umeona? Sasa kwa nini mimi sasa hivi nitoke niende nikampe mtu sadaka wakati naweza nikapata ile knowledge kwa upana zaidi deep kwenye kile kitu changu specific kwangu peke yangu, nikiwa na mchungaji Pastor AI nabii I say kwa hiyo nashukuru Mungu nilipata nafasi ya kusikiliza interview ambayo umefanya AI na Adili Mkwela. Amenifungua kitu kikubwa sana ambacho pia sasa I can connect here kwenye kitu ninachokisema. Kama nazungumzia namna ambavyo art ambavyo haiwezi kawa destroyed, ila tu kwenye zile processes za technical huku ndani watu wanaweza wakapunguzwa kazi kwa sababu ya AI, lakini huku kwenye ubunifu ule ubunifu wa kwanza kabisa ule there is no way kwamba alisema, na kuna sema alizungumza kwamba AI ina connect inafanya collections ya vitu. Si ndio? Kama nakumbuka vizuri. Amesema inafanya collections ya vitu, lakini kwenye ile haiwezi ka destroy ubunifu wa mtu, ile the art ya mtu haiwezi ka destroy. Kwa hiyo okay, nikitokea hapo ambapo alisema Adili, unajua kwenye kuhubiri, unapohubiri huwa tuhubirigi tu hivi kwa sababu ya kutumia akili, yani the understanding, yani the carnal mind, yani kwamba nataka nikafundishe kitu gani, watu naona kanisani wamekosa upendo, ngoja nikafundishe kuhusu habari ya upendo. No, unakuta kitu cha ajabu sana ambacho huwa kinatokea. Mtu ambaye ni kweli ni mtumishi wa Mungu akikaa kuomba, Mungu atampa kitu cha kwenda kufundisha. Alafu utashangaa unafundisha hicho kitu. Mimi naenda kufundisha na mtu wa Nigeria anafundisha the same topic, na wala sikukaa naye, lakini nimeipata, yani ile revelation nimeipata nikiwa chumbani na Mungu, nimekaa hapo kwenye mountain of prayer, nikapata ile revelation. Sasa AI haina revelation, itakuwa na mkusanyiko wa haina the co-found ile ya revelation, ile itakuwa na revelations mbalimbali zimekusanyikwa pamoja. Kwa hiyo ninachokisema ni nini, kwamba the live, yani kile kitu ambacho niseme sio ni fresh, sio ni live, kinatoka kwenye ulimwengu wa roho, hakitoki kwenye AI, kinatoka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mimi nikikaa nikiomba nitapata kitu exact ambacho Mungu anataka niseme. Kinaweza specifically kiseme na wewe, lakini nakwambia ukienda pia hata ukagoogle, hata ukatafuta kwenye YouTube na nini, unaweza kukutana na mafundisho ya kitu ambacho unakitafuta. Ila sio ukisema utaenda utakusanya utasema ni mistari ya huzuni, utaipata mistari ile ya huzuni, lakini kupata the breakdown ya hicho kitu, revelation ambayo iko behind. Nikamwambia soma mstari huu unahusu huzuni, lakini what is the revelation behind that verse? Hicho ndio kitu ambacho kitakuwa ina lag. Revelation behind. Utaipata mistari vizuri, lakini itakuwa tu mechanical. Utaona hapa heri walio na huzuni maana baadaye watafarijiwa. Sasa mimi na huzuni sasa hizi nataka kufarijiwa, inakuaje? Kwa hiyo utahitaji, kumbe utamhitaji sasa baadaye nabii AI, utamhitaji nabii Nsiani aje akutafsirie hapa alikuwa anamaanisha nini, what is the background of this verse, inamaanisha ni kwa sababu pia kuna mambo ya exegesis, ujue huu mstari walioandikiwa wa kwanza, wapokeaji wa kwanza walikuwa wanamaanisha nini, ilimaanisha nini kwao, na je walikuwa wanautumia namna gani, hii instruction ilikuwa inatumika namna gani kwa kipindi hiki sasa hivi. Je, huu mstari una apply sasa hivi au muda wake ulishaisha, ulikuwa tu ni instruction specifically kwa ajili ya hao watu? Okay, kama una apply unakuwa applied namna gani, kama vile kwao au kwangu mimi kuna namna ambavyo Mungu anataka ni apply. Sasa hicho kitu ni issue ya revelation, ni pumzi ya Mungu. Sasa AI itakuwa na vitu vya mkusanyiko, lakini haiwezi kuwa na pumzi ya Mungu. Okay, AI inaweza kuwa na maneno lakini haiwezi kuwa na anointing.
anointing ambao ni fresh anointing utapata, lakini bado kuna sehemu utastruggle. Okay, siwezi kusema hutapata msaada kabisa, utapata msaada kwa kiwango fulani, lakini bado utamhitaji Mungu, utahitaji ufunuo ulioko behind those verses ambazo sasa AI imecollect pamoja, imekuletea. Bwana wewe una shida ya huzuni, soma hapa, msihuzunike maana Bwana yuaja. Nitafanya ili ni save sasa hela. Nitatumia kwanza AI na nini, pale sehemu ya msingi ndo namfuata Pastor Nsiani, naambia bwana tukae pamoja hivi, afu ndo namtolea sadaka. Kwa angalau kusave ili sadaka izili. Sasa hiyo umezungumza kwa mlengo gani? Kwa maana kwamba kila mahali unapoenda ni lazima unaingilia kiingilio cha mafundisho na kufundisha huko, kwa sababu ukienda kanisani sio lazima utoe sadaka, au kama hiyo tutaongea siku nyingine, au sasa ni watumishi uchwala ambao wanasema ukitaka kuja huu ni mwanzo bwana. Nani hiyo issue ya sadaka tutaifanyia nani yake maongezi yake tofauti kabisa, umeona? Sasa anyway, tukiachana na hiyo twende sasa kwenye kingine ambacho maadili, upendo na issue za uovu, si ndio? Yes. Ambapo nitaka tupige story kidogo kwamba tujiulize hizi issue ya maadili ya upendo na nani na uovu, kwamba kwamba sasa kwa mfano tuchukulie imagine dhana ya kwamba mtu ambaye haamini, umeona? Mtu ambaye haamini au tuseme mtu ambaye tuchukulie ambaye haamini, tuachane na ambao anaamini dini, yani tuchukulie mtu ambaye haamini. Inawezekana mtu ambaye haamini akawa na maadili mema sana bila kuamini dini, anaweza akawa na maadili mema na mtenda mema zaidi ya ambaye anaamini. It's possible. Ni possible kabisa, kwa sababu ni possible kabisa. Yani okay, kimsingi kwanza hakuna, yani katika dini zote mimi ambazo napitia dini zote itakuwa inazungumza habari ya maadili, habari ya upendo na kukataza maovu. Yani obviously, yani dini zote sidhani kama kuna dini ambayo inahamasisha watu wafanye uovu. Hiyo itakuwa ni dini ya ajabu sana. Lakini katika dini zote ambazo mimi nimefahamu zinakuwa na cultural background, lakini msingi wake unakuta ni huo maadili, kunasisitiza maadili kwenye jamii, inasisitiza habari ya upendo na habari ya kukataza maovu. Sasa okay, na hicho kitu sasa kuhusu maadili mtu anajengwa nayo kutoka kwenye familia. Inawezekana pia isiwe ni kitu cha dini, kwa sababu maadili ni kwa sababu ya ku preserve society, sio lazima iwe ni issue ya dini. Kwa mtu anaweza kawa haamini chochote, lakini amejengwa kwenye msingi, amelelewa vizuri kuhusu maadili. Uwe usalimie wakubwa zako, heshima. Nyie naomba mpunguze kelele. Niwe kwenye session please. Kwa hiyo mtu anaweza akawa amefundishwa kwenye familia, kutoka kwenye family level akafundishwa namna ya kuheshimu watu wakubwa, namna ya kuishi vizuri, repercussion ya mtu ukiwa mwizi ni nini, utakufa. Kwa hiyo mtu obviously ataogopa kuwa mwizi kwa sababu amelelewa hivyo, sio kwa sababu ya dini. Kwa sababu ya dini. Lakini pia kwa hiyo kwa haraka unavyosema kwamba uwezekano huo upo. Kwa hiyo upo kabisa. Sasa ndio hapo sasa tunakuja, kwa sababu ukiangalia sijui sasa kipi utaanza nacho, kwa sababu kwanza ningependa sana kwanza utuelezee kwanza kabla sijaenda kwenye swali linalofuatia. Vitu tunajua kwamba Mungu anakataza, au tuseme dini inakataza dhambi, si ndio? Sawa kabisa. Hiyo ndo kitu main, si ndio? Na sasa unaweza hebu ukatuelezea dhambi ni nini? Yani kwanza kabla sijauliza, yani dhambi ni nini? Kwa sababu mimi na uhakika sisemi kwamba na uhakika kwamba vipi, kwa sababu mwenyewe lakini nadhani watu wengi sana wanaweza kuwa wanasema ni Wakristo au sio Wakristo au Waislamu au dini yoyote, hawajui dhambi ni nini. Yani kwa sababu kuna wakati mtu unakuta anafanya kitu unajiuliza, unasema sasa hii si ni dhambi, lakini unaweza kukuta katika jamii, kwa sababu sio zile dhambi outspoken zile ambazo tumezizoea, yani dhambi ambayo yani inaonekana yani bonge la dhambi, yani kwamba ile jamaa yule anatenda dhambi, umeona? Haya, kwa hiyo sasa muelezea dhambi ni nini?
Okay. Sasa nitakuelezea kwa tafsiri ya Biblia. Yeah. Nitakuelezea kwa tafsiri ya Biblia. Biblia inatambua kwamba dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi, na uasi maana yake ni kwenda kinyume cha utaratibu, kwenda kinyume cha maelekezo, kwenda kinyume cha sheria ambayo Mungu ameiweka. Mungu aliweka maelekezo fulani ya namna ya kuishi. Unapoamua kwenda kinyume na unaasi yale maelekezo, ndio unakuwa unatenda dhambi. Na dhambi haiwezi kuwa defined kwa kwamba katika at a cultural level, sio kama naweza nikaa nimezungumza vizuri, kwamba dhambi na cut across, yani sio kitu cha kiutamaduni. Ila kuna mapokeo ya utamaduni mbalimbali. Mtu anaweza akasema kitu fulani ni dhambi kulingana na utamaduni wake, lakini ni actual sense ukisoma kwenye Biblia na ukapata ufahamu sahihi, unakuta hicho kitu anachosema dhambi sio kwamba ni dhambi, labda ni kitu tu cha maadili, kwamba sisi kwenye jamii yetu mtu akivaa namna hii ametenda dhambi. Lakini ukienda kwa mfano ukaenda nchi za Ulaya, umeona mtu amevaa kikaptura, mtu amevaa kichupi, yuko na baba yake ni mabinti na wazazi na nini, wako bichi wanaogelea na hakuna issue. Sasa ukija ukivaa huku Tanzania, wewe kule kwa Mwananchi nani anakuelewa? Yani sasa hii dhambi ndo nitaka nikuulize, kwa sababu nitaka nifanye follow up ya hii dhambi, kwa sababu hii dhambi hii kitu ya dhambi imekuwa imenisumbua sana kwa muda mrefu. Ndio mimi utanisamehe kwa sababu mimi najiuliza maswali, lakini ndio hivyo utaratibu. Issue concept ya dhambi na inabidi niseme vizuri, kwa sababu unajua dhambi imenisumbua kwa muda mrefu. Maana gani? Kwa sababu nakumbuka zamani miaka 90 hivi. Kabisa vividly nilienda kanisa la Moravian, kuna kanisa la Moravian pale Iunga. Wakawa tumekaa hivi, wakawa wanazungumzia ni namna gani ni dhambi kuvaa jeans kanisani. Serious, na nilikuwa niko mdogo. Sasa lakini na kukaripiti nywele. Kwa sababu wakawa wanazungumzia jinsi kwamba jinsi na connection sijui na shetani, sijui kuna hivi maroho na nini. Kwa mimi nikaa na mimi sasa, yani aisee, nikiona mtu amevaa jinsi, yani nasema yani kwa nini mtu anatenda dhambi yani nje wazi. Lakini ile concept ile ya dhambi ile ikaja ikaisha, nikawa tu safi. Pastor anavaa zake jinsi pale, amechomekea na kiatu kizuri, shati vizuri, anahubiri, umeona. Ikaja kama unakumbuka wakati internet wakati inaanza, ilikuwa tu kwenda online, ilikuwa mtu ukionekana unaenda internet cafe, yani unaonekana kwa sababu unakumbuka hadi Facebook ilivyokuja, kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema, au kuna baadhi ya makanisa kabisa walikuwa wanahubiri kwamba ni mtandao wa shetani. Lakini sasa hivi tunaona kuna watu wanaingia live, wanahubiri live kwenye Facebook na nini. Sasa hii dhambi, hii concept ya dhambi ni kitu ambacho kinaenda na muda, inabadilika na muda, au sisi binadamu wenyewe tu ndo hatuielewi dhambi ni nini. Sawa, umeeleza vizuri sana. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Na yani hicho kitu tu hicho kisema kinaweza ikasababisha mtu akahama kanisa, au mtu akaenda akatengeneza dhehebu lake, yani kwa sababu tu ya msimamo wa hicho kitu ambacho unakisema. Kwa hiyo changamoto iliyopo hapo bwana Tovuti ni ile tuliyosema toka mwanzo. Ni ufahamu kwenye imani ambayo unaiamini. Ufahamu wako uko grounded kwenye kiwango gani? Sasa kuna uamsho fulani unakuwa unatokea, na ukija uamsho fulani unakuja na vitu vyake. Nakumbuka kwenye hiyo unaosema ilikuwa hata mtu ile sio anaita kukarikiti nywele, ile ametengeneza nywele, yani ile ndio ilikuwa dhambi kubwa sana ile, yani wewe kabisa kuvaa mawigi sijui nini ni dhambi, yani ukivaa mke sijui suruali hiyo ambayo iko mpaka sasa hivi ni dhambi kubwa sana. Lakini okay, ndio maana nikasema dhambi sio kitu cha utamaduni. Yani dhambi ni dhambi huwa ina cut across. Dhambi ni dhambi kwa Mwafrika, dhambi ni dhambi kwa mzungu, kwa Mchina, kwa nani. Yani kitu kine kama ni dhambi. Yani huwa hakina utamaduni. Sasa kuna kishu za watu wanachanganya hivi sana. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa hiyo unakubaliana na mimi kwamba kuna vitu vingine sisi tunachukua, yani utamaduni na maadili tunachanganya. Tunachanganya vitu vingi sana, tunachanganya. Exactly. Kwa sababu kama hivyo ulivyosema, kwa mfano kama ulivyosema hiyo kuvaa jinsi na nini, umesema kama ukija huko gaibuni unakutana labda mtu amevaa jinsi, yani
Kwa sababu kweli ukirudi ukiangalia hata kwenye nani Biblia zamani walikuwa wanavaa magome. Sasa gome utavaaje kama ili mapaja yasionekane? Yaani huwezi ukavaa gome. Na anafunika mbele huku na nyuma basi. Umeona? Kwa hiyo nilipost video moja, sio kama uliona, nilipost video moja kwenye WhatsApp juzi. Ilikuwa ni mtu anahubiri amevaa skuna, mwanaume. Sasa mimi nikaona kwa sababu ile nilijua ita create reaction fun, lakini mtu mmoja aliyekuwa amereact nilijaribu kwenda kumfuata pembeni na kumuuliza kwa nini umereact hivi? Yaani nitajie dhambi aliyofanya bwana. Umeona? Na ukisha nitajie sehemu kwenye Biblia ambapo inasema specifically hiki kiatu kuvaa ni dhambi. Umeona? Umeona? Kwa sababu ni kitu cha kitamaduni tu na maadili. Ndio kama umesema kwa utamaduni au kwa maadili tunasema wewe usivaa hivi viatu vya kike, hivi viatu vya kiume. Lakini hayo maamuzi ya kiatu cha kike au cha kiume ni mwanadamu aliamua. Umeona? Hakuna kwenye Biblia ambapo wana specify nguo ya mwanaume au ya mwanamke iwe vipi, au kiatu cha mwanaume cha mwanamke. Hiyo kwenye Biblia. Sasa issue iko nini hapa? Ana tovuti kwenye Biblia imesema kabisa kwenye Kumbukumbu la Torati, sikumbuki vizuri ni ngapi, ningeweza kutafutia, lakini inasema mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke, na mwanamke vivyo hivyo asivae mavazi yampasayo mwanamume. Sasa kwenye definition ya mavazi hapo ndio changamoto inapokuwepo. Definition ya mavazi ndio changamoto, kwa sababu kama wale watu wa wapi wale ambao wanavaa skate Scotland, si ndio? Scotland wanaume ndio wanavaa skate. Kuna yani tuseme kuna ile sio as a general, lakini kuna Norway pia wanayo vazi la taifa. Lile vazi la taifa unakuta tu umevaa magauni, kuna kama zingine kama ndo skate umevaa. Wale ma Viking walikuwa wanavaa kama skate huku juu chini na wenyewe wana sababu zao, kwa sababu ilikuwa ni rahisi kukimbia, yani hauna vitu vya kuzuia hapa chini, kwa hiyo ukitoka nduki. Sasa unaona, kwa hiyo sasa unapo define kwamba hili anayedefine kwamba hili ni vazi la kike au ni vazi la kiume ni nani? Kwa sababu ukienda kwa Masai wanavaa wote zile rubega sijui na yale mashuka na nini, lakini pamoja na vile wanayo wao wanajua kutofautisha kwamba hii ni ya kike, hii ni ya kiume kiutamaduni wao. Lakini mimi nikivaa mtu mwingine anasema mbona umevaa gauni, mbona umevaa hili nani? Okay, Wanyakyusa na sisi tuna utamaduni wetu wa asili wa namna hizo za kuvaa si rubega si vitu gani. Kwa hiyo utamaduni wa mahali fulani huwa una define hili vazi ni la kike, ni vazi ni la kiume. Kwa hiyo sasa nikiona mwanaume sasa anataka kuvaa vazi la kike, hapo nitaona ni changamoto nyingine, inawezekana ni changamoto ya afya ya akili au kuna kitu kingine nyuma yake. Lakini ninachotaka kusema ni nini? Kwamba sio dhambi, kwa sababu mimi nadhani dhambi yani, unapovaa vazi la Biblia imesema specifically kuvaa vazi la kike au mwanamke kuvaa vazi la kiume, inasema hiyo ni dhambi. Biblia imespecify kabisa, kwa sababu kwenye jamii tuko tofauti, tunatofautiana kimaumbile, tunatofautiana na Mungu ametofautisha hivyo. Kwa hiyo huwezi ukaforce kwamba tufanane. Na kama kwenye Biblia sisi tunaamini Biblia hiyo ni instruction, maana ukienda kinyume cha hiyo unatenda dhambi. Sasa issue nilichosema mimi ni watu wanashuku kudefine. Inawezekana kwamba yani mtu akavaa sketi Tanzania akawa ametenda dhambi, afu mwingine akavaa hiyo sketi Scotland na isichukuliwe kama dhambi kutokana na jinsi ambavyo definition ya mavazi kwao. Sasa kwetu huku itakuwa ni kitu cha kimaadili. Sasa sketi sisi ni vazi la kike au la kiume? Ndo hapo sasa sisi Tanzania tumeamua ni la kike. Sasa na tuseme sio Tanzania, dunia nzima, yani ni dunia nzima, yani ile general understanding ni kwamba ni la kike. Lakini anyway hiyo ilikuwa tu ni caveat, ilikuwa ni nani situtoe kwenye reli, kwa sababu ili tuende na mpangilio ambavyo umenani. Sasa kwa sababu bado tuko hapo kwenye hiyo dhambi, si ndio? Unadhani ni labda nikuulize kwamba unadhani labda kuna watu ambao si niseme ni abuse dini au niseme wanaitumia dini kama njia ya kuficha aidha udhaifu wao au kuficha hiyo kama tulivyosema dhambi zao. Wengine labda unadhani wanaitumia dini kwenda kutenda dhambi kirahisi, sijui kama unanielewa. Kama vile ambavyo unajua labda mtu, kuna mwingine unakuta labda anaingia kwenye dini ile anasema tu anaingia kanisani ili labda amempenda mwanakwaya fulani hivi, umeona?
Unadhani kuna watu ambao wanafanya hivyo kwa kisingizio cha kuficha tamaa zao, wanaficha madhaifu yao binafsi? Na je, kuna watu ambao yani wanaingia ambao wapo pia katika hivi uongozi kama hivi walimu na nani, ni kwa sababu ya kuziba baggage zao ambazo wako nazo, yani ili just to feel good about themselves? Unadhani kwa Tanzania sana tuseme, unadhani hiyo ni kitu ambayo ipo? Ya, mimi nakubaliana na wewe. Kunajua kwenye wengi kuna mambo mengi. Kwa hiyo nimesema pia hapo mwanzo kwamba kuna mtu mwingine sio kwamba ameitwa kwenye huduma, ameitwa na Mungu au kaitwa na nani, kajiita mwenyewe. Na Biblia pia inatambua kwamba kuna watu ambao wamejiita wenyewe na matendo yao huwa yanakuwa dhahiri kabisa kujua kwamba huyu hajaitwa na Mungu. Kwa sababu mtu aliyeitwa na Mungu anakuwa na nini tunaitwa, anakuwa na character zake. Anakuwa na character zake na anakuwa na namna maisha ambao anaishi. Kwa hiyo kuna mtu nimesema anaweza akaamua kuingia kwa sababu anafahamu Biblia, anaweza akafundisha, anaweza akafanya mbwembwe fulani, na wengine pia tunashuhudia ambao huwa wanatengeneza vitu feki na nini, miujiza feki wanatengeneza ili mradi tu wavute attention ya watu, na kwa sababu lengo lake kwenye hiyo eneo ni nini, anataka apige hela. Kwa hiyo atafanya kila namna, na utaona atakuwa characterized na mambo ya unaweza kawa ni womanizer. Kwa sababu ameenda huko, hamna kitu cha hofu ya Mungu ndani yake. Naona mtu ni mtu wa mambo ya uzinzi, sijui na dini, lakini pia ni matapeli, watu wanawachajisha watu hela, wafanyie maombi, si wafanye nini. Hivyo vitu vipo. Kwa anatumia hiyo dini kama kigezo. Mwingine anaona sasa nifanyeje? Njia pekee sasa hivi wajinga wako wengi. Njia pekee ya kupiga hela nitumie dini. Na kitu cha ajabu ni kwamba wewe saizi hata ukija hapa bwana Tovuti, ukija hapa kwa mfano, hata ukienda nchi zingine, sitaki nitaje hapa, si nikawa kama naziabuzi. Ukija hata ukisema jamani kuna huu mti Mungu yuko hapa, utapata waumini. Hiyo najua kwa Afrika, najua hiyo utapata. Sasa kwa Afrika unapata waumini. Kwa hiyo ni sawa na kile kikombe cha mzee wa Loliondo. Yaani ile ndio definition ya nchi zetu za Afrika zilivyo, kwa sababu exactly. Anaweza akachemsha tawi tu na viongozi hadi wa serikali wakaja. Kwa hiyo yani hiyo ni sahihi. Sasa labda tuseme hiyo vizuri hapo umesema hivyo, kwa sababu hiyo pia ni kitu ambao nilikuwa naona ni kitu ipo na sasa ingekuwa ni kitu ya ajabu kwa mfano ingekuwa haipo, kwa sababu ni kama vitu vingine hapa. Nataka labda sijui niseme naitetea dini, lakini niseme kwamba ni kama katika sehemu zote, yani ukienda katika kila kitu kuna kuaga na mtu. Ukienda kwenye sanaa kuna watu ambao yani hawaendi pale kwa sababu ya sanaa, ya talent ile, ya ambition ya kutaka kuna nili. Ndio tunaita wake MCs hivyo. Tunaita wake MCs. Yeah, exactly. Hata waganga wapo, waganga fake brother. Hata waganga wenyewe wapo, waganga fake wanawapiga watu hela, si unajua? Hata waganga wapo fake. Hayo tutaiongelea siku nyingine. Mganga fake ni yupi na real ni yupi? Yaani inabidi iweje yani. Fake bana, fake hawa hapo wengi sana. Na tapeli, ajifanya mganga lakini tapeli, hadi anakupiga hela. Bado kwa sababu ya ujinga wako naona amini ni mganga, kwa sababu kaeka mavitambaa fulani amekutishatisha nini, anakupa vitu. Kwa hiyo unasema nini? Kama niliposema kama popote pale penye kitu real, ili kuwe na kitu fake lazima kuwepo na real. Huwezi kuwa na original wakati huwezi kuwa na fake kama una original. Kwa hiyo mimi pia ambao nakumbuka mara nyingi tunapambana mimi na wewe ni ile kufanya generalization rule. Ukifanya generalization kwamba wote ni fake, hapo sasa ndio inakuwa ni changamoto, kwa sababu fake wanaweza kawa wengi, lakini ukisema fake lazima kuwe na original. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja kwamba ukisema hivi kwa mfano nani mtumishi wa Mungu, kwa mfano Tanzania hapa unafahamu tuna noti ya shilingi 1000, noti ya shilingi 2000, noti ya 5000, noti ya 10000. Unaweza ukatengeneza noti ya shilingi 10013 fake? Haiwezekani, inabidi kuwepo na real kwanza. Okay. Yaani umenijibu haraka vizuri sana. Kwa ina maana ukiona kuna fake. Yeah, of course nakuelewa. Yaani uwezi ukakiita kitu fake kama yani fake inabidi hakuna original yake. Inabidi yani fake comparing to what? Yani inabidi kuwepo na kitu kulinganisha. Kwa lazima kuwe na kitu OG, si ndio? OG kama kawaida. Sasa umeona? Sasa kama hivyo, kwa sababu kama nilivyosema hiki kipengele tunazungumzia maadili, upendo na uovu, si ndio?
Na ndio hiyo tumekuja drill down hadi tumefikia. Okay, kama hujaenda hapo nani bwana Tovuti. Kuna watu nataka ni nani hiyo nisije kanitoka hiyo point. Kuna watu ambao pia wanatumia dini kuficha maovu yao. Yaani mtu anaweza kaja hapa kwenye jamii akaonekana baba ni mtumishi wa Mungu, lakini kumbe ndo anayeorganize vitu vibaya kwenye jamii, watu wafanyie vitu vibaya, lakini hiyo ilikuwa moja ya hapa analia kabisa, unasema da, huyu mtu yani una get sympathy kabisa, unasema huyu mtu ni mtu wa Mungu kweli, anatumia mwamvuli huo kufanya nini? Kufake. Yani hiyo sio tu kupiga hela, kwenye vitu vingi sana yani inatumika hiyo kitu, inatumika vibaya. Na sasa hapo anyway, ngoja nimalizie kitu kingine afu nitarudi hapo. Kuna vitu viwili yani nasema ambavyo tunaweza tukafunga hii hapa, kwa sababu tukizungumzia upendo sasa, ndio kwa sababu kama tulivyosema kwamba tumezungumzia maadili na uovu ambao ndio dhambi. Upendo sasa. Upendo mimi ninavyoelewa upendo ni pamoja na kutreat watu sawa. Yes. Yani upendo ili kwamba ili ukionyesha kama unawapenda watu inabidi utavomtreat huyu ni sana utavomtreat huyu. Ukimtreat mmoja tu tofauti, aidha kwa kumweka juu au mwingine zaidi ya mwingine na kumweka chini mwingine, tayari kuna tofauti na sio mimi kwangu, kwa definition yangu, sijui kama na wewe utakubaliana nao hapo. Upendo naona kama unakuwa hauko au fit definition. Ni kweli. Kwenye dini dini almost zote umeona sasa katika swala la unajua kati ya wanawake na wanaume yani unaona kabisa dini yani zina mwanaume anakuwa yuko favored zaidi, umeelewa? Kwa maana ya kwamba yani unakuta, angalia tu hata balance ambayo inakuja sasa, hiyo ndio inashuka baadaye hadi kwenye issues za society. Yani unakuta kwamba yani mwisho wa siku unakuta kwamba mwanaume yani you can almost tell kwamba hii yani wanaume ni superior, unaona? Na sasa kanikumbusha swali moja hivi, akasema jamaa mmoja nilikuwa naongea naye akaniambia bana, akasema hiyo ukitaka kugundua kwamba hiyo iko hivyo, kwa sababu nilikuwa najaribu kutafuta kwamba ni wapi na wapi ili niweze kuielezea. Akasema njia ya kuielezea ni rahisi tu. Yani katika Biblia hakuna kitabu alichoandika mwanamke. Unaona? Hakuna kitabu alichoandika mwanamke, kwamba vitabu vimeandikwa na wanaume. Kwa hiyo akasema kwamba ni rahisi sana kwa wanaume kujiandikia mambo mazuri kuliko yani sasa hizo ni principles zake, umeona? Wewe unaona kwamba dini zina treat mwanaume na mwanamke tofauti. Yani hiyo tuelezea kwanza kama unakubaliana na hicho kitu au haukubaliani nacho. Nikisema sikubaliana nacho nitakuwa ni muongo. Ninakubaliana nacho. Unakubaliana nacho. Rationale ya kutreat wanawake tofauti na wanaume au wanaume kuwa superior, rationale yake ni nini? Sasa mbele za Mungu mwanadamu wote wako sawa. Mbele za Mungu mwanadamu wote wako sawa. Na kwanza utofauti wa mwanaume na mwanamke kwanza unatokana na utofauti wa kimaumbile na vitu vingine ambavyo Mungu ameviweka hapo. Hiyo hatuwezi kupinga. Ila superiority sasa, ukitaka uzungumze habari ya superiority, hapo tutakuwa na factors nyingi, kwa sababu kwenye kuumbwa kwanza, sisi kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo wakati wanaumbwa mwanaume na mwanamke waliumbwa pamoja. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza waliumbwa pamoja. Sasa mwanamke na mwanaume aliwaumba. Alafu baadaye kwenye kutokea kwenye ulimwengu wa mwili walivyokuwa kwenye kutokea kwenye ulimwengu wa mwili alitangulia kutokea Adam. Alafu Hawa au Eva akachomolewa kwenye ubavu wake, namna ambavyo tunasoma kwenye maandiko. Lakini kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Mwanzo inazungumza kwamba aliwaumba wote pamoja kwenye ulimwengu wa roho, aliwapa jina lao Adam. Kwa hiyo ina maana Adam na Eva jina lao la pamoja ni Adam. Ndio maana mwanadamu anaitwa bin Adam. Kwa hiyo kuna binadamu wa kike na kuna binadamu wa kiume, si ndio? Kwa hiyo okay, kwenye ulimwengu wa roho au tuseme kwenye roho in the spirit form, mwanamke na mwanaume wako sawa. Wakija kutokea kwenye mwili namna hii, kuna tofauti za kimaumbile. Lakini pia kuna namna ambapo Mungu amefanya setup kwenye jamii, hakuwa na maana ya kwamba cultural kwenye tamaduni na nini zote zina treat namna hiyo kama mwanaume ni superior. Lakini mbele za Mungu haiko hivyo. Tunatofautiana kimaumbile, lakini Mungu anapoweka utaratibu wa kwamba kwa mfano
mwanamke anapokuwa kwenye ndoa kwa mfano anapaswa kumtii mwanamume, haina maana kwamba mwanamke ni dhaifu, hapana. Ni mfumo ambao Mungu ameuweka ambao unatakiwa kuwa aligned, na sio kwamba Mungu anachukulia sasa mwanaume kwenye atakuwa treated tofauti na mwanamke kwenye kwa count sijui dhambi kufanya nini. No, wote tuko sawa. Wote tuko sawa. Ila ameweka huo mfumo, wana taratibu za namna ya kuishi kwa ajili tu ya kuweka alignment. Hakuna mahali wewe hata wewe ukianzisha kampuni yako, mtumishi wa Mungu, si utakuwa na taratibu za kampuni, utaweka namna ya kuendesha kampuni. Alafu mimi ni kama mfanyakazi nakuja kukoji, kwa nini umeweka hivi? Sasa okay. Tunachotaka kusema nini, kwamba pamoja na hizo tofauti ambazo tuko nazo mbele za Mungu tuko sawa. Sio kwamba Mungu ametuweka namna hiyo kwamba Mungu ana upendeleo labda amemweka mwanaume kuwa superior kuliko mwanamke, hapana. Ila kuna mfumo na utaratibu ambao umeweka. Sisemi kwamba Mungu na mimi naona kama wanaume unafahamu kama ile ambavyo wanasema kwamba unafahamu ile ambaye unawapa sinia la chakula pamoja, afu kuna mtoto mmoja anakata chukua tonge kubwa, yani anajipea mwenyewe kwanza. Yani wanaume tuko na hiyo nature ya kutaka yani kwanza yani chetu. Hiyo kwa mawazo yangu, lakini of course ndo kama hivi vitu tunasema we beg to differ. Kwa sababu mimi nikiangalia naona sijui kwa sababu sasa hivi nafuatilia sana issue za gender roles na kuangalia kwamba inakuaje. Sasa ukiangalia kwa dini sio zote ni dini zote nazungumzia hapa. Ni dini zote ukiangalia kwa ujumla, mwanamke anapewa role ndogo. Lakini hakuna specific ya kwamba kwa nini anapewa role ndogo, kwa sababu unakuja kugundua kwenye kazi sasa. Yaani kwenye kazi ndo anapewa role kubwa, kwa sababu sasa kwa nini nakule na kwenyewe, kwa nini deki atupigi sisi? Kwa nini nakule kwa nini kwenye vitu vigumu tu ndio inabidi, kwa nini hatusemi kwamba na sisi bana sasa bana hapa? Na kwa sababu kama kwa sasa hivi, kwa sababu dunia inabadilika, umeona. Zamani ilikuwa ni rahisi kwamba yani kama hivi wewe mwalimu Edwin, yani unafika yani wewe ndo sole provider, yani ukifika wewe ndo unaleta msosi, umeona, alafu bibie watu hapo yeye anaangalia watoto. Lakini dunia sasa hivi imebadilika. Huwezi kuishi na income moja, huwezi, umeona. Kwa hiyo inabidi watu wote mbring in na nini, umeona. Sasa unajikuta kama wote mna bring in, inabidi pia hata ile ku drill down, maana kuna ile equality hadi chini, inabidi vitu vyote ziende sawa, unaona. Inabidi huyu afanye hivi, huyu afanye hivi. Lakini anyway, sasa ndo nilikuwa nataka nijue kwenye kwamba dini inazungumziaje. Je, hiyo ni setup ambayo inabidi tuikubali tu ndo yani liwalo na liwe, au ni setup ambazo zilikuwa ziko kimaadili sana, kwamba haya mabadiliko sasa ya sasa hivi yanayotokea ya tradition haya ambao wanakuja Gen Z na nani ambao wanaamua kushare kila kitu, kwamba bana wewe fanya hivi na mimi nafanya hivi, mimi nafua, wewe osha vyombo, piga deki, umeona. Maana inawezekana kama setup ilitakiwa tu mwanamke wa chini, na maana vijana wa Gen Z wanatenda dhambi sana. Yani maana sasa wewe kwa nini unapika, umeona? Yani bana wewe unakatazwa kupika, umeona. So ndio hiyo tu ilikuwa nataka tujadili. Mapenzi. Ukienda Tukuyu ukikuta unapika atasema mtoto wetu ameshaharibika huyo kabisa. Sasa issue mimi kwenye Biblia, mimi naweza nikakujibu kwenye Biblia. Kwa mfano kwenye kitabu cha Mithali 31. Kitabu cha Mithali 31 kinazungumza, ndo wanatumia kama unasikiaga watu wasema mwanamke wa Mithali. Mithali 31 kinamuelezea mwanamke mfanyabiashara. Anaamka asubuhi, anafanya kazi zake, anasema yani mfanya biashara tena wa kimataifa, anasema anafunga mzigo wake na merikebu, anaenda si wapi, analeta mapato, analeta chakula ndani mwake. Yani hata watu wanamuona, anasema hata mume wake anamuita heri. Mume wake anajulikana marangoni kwa sababu yake, kwa sababu ni mwanamke mfanya biashara. Kwa hiyo ina maana wafanya biashara kwenye Biblia ukianza kuwatafuta wafanya biashara wanawake wapo. Kuna binti mmoja anaitwa Lydia, alikuwa anafanya biashara ya kuuza rangi za zambarau. By then mtu anayefanya biashara ya kuuza rangi za zambarau alikuwa ni mtu tajiri. Kwa sababu walikuwa wanasema mimi nilienda Israel mwaka 2014. Wakawa wanatueleza kupata onzi moja sijui ya rangi ya zambarau gharama yake ilikuwa ni kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ukisikia hata wafalme, ndio maana unaona wanasema mfalme akachukua vazi la rangi la zambarau akavaa. Vazi la rangi ya zambarau akavaa. Kwa hiyo unajua zambarau si ni royal color, si ndio? Yeah. Unafahamu? Kwa hiyo
ukisikia anasema Lydia alikuwa anafanya biashara ya kuuza rangi za zambarau na alikuwa ana finance huduma za mitume, maana yake alikuwa ni mtu tajiri. Na kwenye kitabu cha Luka, na kama nakumbuka vizuri nafikiri ni sura ya 8, anazungumza kwamba walikuwepo wakina Suzana, mkewe Kuza, sio alikuwa na Mariam, aliyetolewaga mapepo na Yesu, anasema walikuwa na finance huduma ya Yesu kwa fedha zao. Kwa hiyo maana wanawake ambao wanamiliki uchumi kwenye Biblia wapo, ila tu ni kwamba watu wanachaguaga sehemu za kusoma. Kwa hiyo mwanamke anaruhusiwa kabisa kumiliki uchumi, kununua mashamba na nini. Kwa hiyo kwenye Biblia imeeleza changamoto ya wanawake kwenye kumiliki. Kuna watoto wa Seleofadi wanazungumza, nafikiri kwenye kitabu cha Hesabu wanazungumza urithi, kwa sababu ilikuwa ni mwanamume tu ndo anapewa urithi. Na wale babao walikufa, lakini walikuwa hawana hiyo story. Babao walikufa, walikuwa hawana mtoto wa kiume. Kwa hiyo wakasema tunataka hisi ni haki yetu kurithi. Wakaenda kwenye utaratibu na nini mpaka wakapewa haki yao. Kwa hiyo hizo haki pia hata kwenye Biblia zimeanza kupiganiwa. Tunaona kama Biblia na vitabu vingine vinafanya segregation ya umiliki au ya gender na nini, lakini bado unaona huko ndani pia kuna vitu ambavyo vinafanyika kwa ajili ya kumtoa mwanamke kwenye hilo eneo. Kwa hiyo Biblia inamtambua mwanamke mfanya biashara wa urithi. Hiyo umenikumbusha jamaa wangu mmoja tunaishi naye huko, ni Mchaga, akaniambia bana, akasema yani kwa mfano, akasema sawa, kama kuna Wachaga wanaangalia hiyo watanisamea, watanirekebisha kama ni kweli au uongo, ila na represent tu jinsi nilivyoambiwa na jamaa. Jamaa aliniambia hivi, akasema bana, tofauti yani hamna kitu inakula kwako kama kuzaliwa mwanamke afu Mchaga. Yani haupati kitu kwenye urithi, yani inakula kwako mazima. Yani hata kama mkiwa mkoani wanne, akiwa mtoto wa kiume mmoja anasepa na kila kitu, yani nyie mtatoka. Na ukienda kwa mume wako pia kule tena inaonekana wewe ni mke, yani na kule tena utoki na kitu, yani aliongelea tu kama utani, akasema ukizaliwa mwanamke inakula kwako. Umeona? Sasa hivi mabinti wa Kichaga sasa hivi wanamiliki mabiashara makubwa wanamiliki. Sasa ni kama ameitafuta yeye mwenyewe, lakini tulikuwa tunazungumzia katika ile kurithi, yani katika ile mirathi. Lakini kila community na workout kuna kuondoa hizo differences ambazo zimetokea za kiutamaduni na nini, za kidini, za kuona mwanamke anachukua daraja la chini. Hiyo inafanyiwa kazi, kwa sababu utagundua hata kwenye kanisa kumekuwa na hiyo changamoto. Wanawake walikuwa hawaruhusiwi kabisa kuwa wachungaji. Mpaka zamani miaka ya 90 nini, ukiona mwanamke mchungaji unashangaa, lakini siku hizi inakuwa kama inaenda kuwa normal. Which is interesting. Kwa hiyo ina maana kwamba hapo which is interesting, kwa sababu ukiangalia yani kanisa lina evolve. Ndio hiyo nilikuwa nasema kwamba kanisa lina evolve na muda. Umeona? Na ukiangalia hadi dhambi zimekuwa zina evolve na muda, yani umeona? Ndio kama hivyo unasema ilikuwa jinsi dhambi kutokana na jinsi watu wa kwenye kanisa wanavyoona nile. Ndio chaji yangu kuna uwezekano mkubwa kwamba kanisa sio unanipata. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa kwamba mitambo sio. Kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba miaka 50 kuanzia sasa hivi ili kama tunavyoiona sasa hivi inaweza ikawa iko tofauti kabisa. Yani inaweza ikawa yani watu wanahubiri dhambi wanavyozipasive ni tofauti kabisa na ambavyo tunafanya sasa hivi, kwa sababu na tuna mifano, kwa sababu ukirudi miaka 50 iliyopita ndio kama hivyo tunasema, yani wanawake ukuta mchungaji yani hamna. Umeona? Kwa maana ukimwamsha yule mtu aliyekufa yani 1902 afu anakuta unasema uko na nabii Elizabeth, yani anakuwa anasema wewe jamaa vipi? Umeona? Kwa ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo maana kwamba kanisa na wenyewe linabadilika somehow na muda, si ndio? Sasa okay, not really. Japo huwa tunasema kwamba revelation is progressive, lakini ukizungumzia kwenye upande wa huduma, kwa mfano kwenye Agano la Kale kuna manabii wengi tu. Kuna nabii Miriam alikuwa ni dada yake na Musa, kuna nabii Debora, kuna manabii wengi sana, nabii Hana binti Fanueli, wako wengi sana. Na zile huduma 5, unabii ni mojawapo ya huduma katika hizo huduma. Lakini kiutamaduni sasa ni kwa nini walikuwa wanakataliwa kuwa kwenye hizo nafasi? Kuna vitu vingi sana hapo
inaweza ikawa leo isiwe ni siku yake ya kuvielezea na nini vya kiutamaduni, lakini tunapoingia kwenye Agano Jipya kuna namna ambavyo vitu vilikuwa vinachukuliwa kama kwenye Agano la Kale, wakati treatment yake baada ya Yesu kwenda msalabani iko tofauti. Kwa mfano, jambo mojawapo ambalo walikuwa wanazuia, mwanamke anaweza kuwa nabii. Kama Yesu alitoa huduma 5, wengine kawa na manabii, wengine kuwa mitume, wengine kuwa walimu, wengine wainjilisti, wengine kuwa wachungaji. Hakutoa kwamba hii ni kwa ajili ya wanawake, hii kwa ajili ya wanaume. Alisema kwa wote wenye mwili. Na kwenye Agano la Kale pia wale walikuwa wanaweza kuwa manabii, anasema ujumbe wa Mungu na nini, lakini kwenda kuhudumu kwenye nafasi ya ukuhani ilikuwa inakuwa ngumu kwa sababu ya ile issue ya kwenda kwenye siku zao za kike. Kwa hiyo mtu akiwa katika kile kipindi anatakiwa atengwe, anaitwa najis. Kwa hiyo kulikuwa na restriction hizo za kidini kabisa, na kwenye utamaduni na nini kwa hizo restriction. Lakini sasa kwenye Agano Jipya baada ya Yesu kwenda msalabani kuna vitu vingi vimebadilika. Yaani treatment yake inakuwa iko tofauti. Kwa sababu ya hiyo sasa hapa ningeanza kufundisha habari ya Agano la Neema, ama ni Agano la Torati la sheria na Agano la Neema. Kuna vitu gani vinafanana, vitu gani vina tofauti? Nyingine tutaenda deep siku nyingine, kwa sababu bado hizi mambo inabidi tuzichambue vizuri sana, kwa sababu mimi nadhani hii platform kama hii ni platform ya, unajua, kwa sababu mara nyingi watu kuna ile tu unasema kwamba nahubiri au unafika hivi na nili, lakini mimi nadhani pia tunahitaji kufundishana kwa kueleweshana tu ile baseline bila general tu, yani ufahamu tu kwa kawaida kabisa. Yani kama hivi umegundua hapa hatujatumia vifungu sana vya Biblia kwamba kifungu hiki, hapana, yani tunarudi tu ile general understanding. Yes. Kuna watu ndo wanahitaji hiyo ili waweze labda kuelewa, ili kuweza kuchagua one way or the other, si ndio? Yes. Sasa tukitoka hapo tunaingia kwenye kwanza nimalizie tena hapo kitu kimoja tu, ila hiki hapa nitaomba kweli tukiongee kwa ufupi sana. Swali la mwisho kabisa hapo. Unafikiri ili swali hili nilipewa kwa sababu wakati nazungumzia again nilikwambia niliongea na mdogo wangu kabla ya nania, nikamwambia kwa tunafanya hii kitu, akasema naomba hii hapa kitu umuulize mwalimu hapo niweze kupata jibu. Akasema unafikiri maisha yetu kwa sisi watu wa Afrika, nchi za Kiafrika, jinsi yalivyo, inawezekana kuna mchango dini ndio imefanya tuwe pale tulipo? Yani aidha kwa uzuri au kwa ubaya, yani kama umaskini labda kwa utajiri, yani popote, yani ile level tuliopo sasa hivi, unafikiri kwamba dini ina mchango wa kubakisha pale? Kwa sababu alitoa mfano akasema ina maana kama dini au imani inaweza katutoa pale, ni nini tunatakiwa kufanya? Kwa sababu akazungumzia mfano mmoja akasema ukiangalia sehemu nyingi ambazo wanasali sana ndo sehemu unakuta ambayo maisha yamechembea, yani aidha yako ovyo zaidi au yako au kuna ugumu zaidi. Alafu unakuta kuna sehemu ukiangalia ambako hawasali sana, alafu unakuta kuna progression. Umeona? Sasa akasema kwamba hapo, je, inawezekana hii dini hii dini inachangia au ni kitu ambacho kitatutoa pale tulipo? Na kama kitatutoa, kwa nini hakijatutoa hadi muda huu tuliopo? Lakini akauliza pia kwamba bana, ukikompea sasa hivyo, kwa nini unakuta sehemu ambazo hawaweki sana dini mbele wana nani? Yani sasa hapo, yani mysterious ya kwamba how it works. Ndio ukielezea hiyo kwa kifupi tu dakika ya mwisho, afu tutaenda kwenye issue ya maisha baada ya kifo, si ndio? Aise, mwalimu Edwin, unanisikia? Naona kuna tatizo la internet hapa. Ngoja tuone kama atarudi mwalimu Edwin. Naona kuna tatizo kidogo la nanili la internet. Akirudi mwalimu Edwin hapo tutaendelea, lakini concept ilikuwa ni kuuliza kwamba kuna yani hii imani tunaweza tukaitumia imani kututoa pale ambapo tupo na hali ile ambayo iliyopo sasa hivi kwa sehemu nyingi za Afrika na nini. Je, kuna mchango wote ambao imani imechangia aidha kuwepo pale au kutuondoa pale ambapo tumeondoka tayari? Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ndo tupitie hicho kitu, lakini naona nanili hapa bwana Edwin amepotea kidogo, nadhani mambo ya mtandao. Akirudi tutaendelea.
Lakini pia mimi nadhani hapa tunaweza kitu ambacho pia kinaweza kufanyika ni kwamba tunaweza tukaifanya hii kama ikawa ni part 1, alafu tukaendelea tukafanya part 2 ya maongezi, kwa sababu bado kuna vipengele hatujavimaliza. Kwa hiyo tukafanya part 2 ya maongezi. Nadhani sasa utegemee kwamba kutakuwa na part 2 hivi karibuni ambayo tutaendelea kudigi zaidi. Asante sana kwa kushiriki. Ilikuwa ni maongezi, mimi kwangu binafsi naona ilikuwa ni maongezi mazuri, maongezi constructive. Namshukuru mtumishi Edwin kwa kushiriki. Niseme asante na tutaonana tena. Mambo vipi ndo namna hii tunaongea. Asante sana.